Ikiwa hakuna binadamu aliyewahi kusafiri ndani ya dunia, tunajuaje kinachoendelea huko? Jibu liko katika sayansi ya matetemeko, tawi la elimu linaloitwa seismolojia. Kila wakati tetemeko la ardhi linapotokea, linatuma mawimbi ya nishati ambayo yanasafiri ndani ya dunia kama sauti inavyosafiri hewani. Mawimbi haya yanaitwa mawimbi ya tetemeko na yanakuja katika aina mbili muhimu. Aina ya kwanza ni mawimbi ya msingi yanayojulikana kama P-waves. Haya ni mawimbi ya kubana na kupanua. Yanasukuma chembechembe za miamba mbele na nyuma kama kibao cha slinki kinapovutwa na kusukumwa. P-waves ni haraka zaidi na zinaweza kusafiri kupitia vitu vigumu, vimiminika na hata gesi. Aina ya pili ni mawimbi ya pili, surface waves. Haya yanatikisa ardhi kwa njia ya msalaba kama unavyotikisa kamba iliyofungwa ukutani. S-waves ni polepole zaidi lakini muhimu zaidi. Haziwezi kupita katika vimiminika. Hii ndiyo funguo kuu. Wanasayansi wanaweka vifaa vinavyoitwa seismograph duniani kote. Wakati tetemeko linapotokea, wanapima muda unaochukua kwa mawimbi kufika katika vituo tofauti. Kama wimbi la S linaacha kufika katika vituo fulani, maana yake ni kwamba njiani limekutana na kitu kioevu ambacho hakiwezi kulipitisha. Kwa njia hii ndivyo mwanasayansi Richard Dickson Oldham alivyothibitisha mwaka wa 1906 kwamba dunia ina kiini cha nje kioevu. Hii ni kama kusikiliza mapigo ya moyo wa mtu kwa stethoscope. Huwezi kuona moyo, lakini sauti inakwambia kila kitu. Kasi ya mawimbi inabadilika kulingana na uzito na ugumu wa nyenzo wanazopita. Yanapopita kwenye miamba migumu na iliyobanana, yanakwenda haraka zaidi. Yanapoingia katika eneo laini au la kimiminika, yanapungua kasi au yanageuka mwelekeo. Mabadiliko haya ya kasi, kuyapinda na kuyarudisha, ndivyo yanayowawezesha wanasayansi kuchora ramani ya ndani ya dunia kwa usahihi wa kushangaza bila kuchimba hata sentimita moja.